haishi hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa hicho kitu kinaweza kikatukuta na sie katika maisha yetu ya kawaida. Wenda miaka mingi tuliishi kwa ile ambayo tulijitakia sisi peke yetu, kwa maamuzi ambayo tumejitakia. Inawezekana kuwa ni miaka mingi imepita, imeliwa na nzige, ama imeliwa na madumadu, vidudu, imeliwa na tunudu. Nampenda mzee kwa njiwa yeye kwa kumalizia. Yeye alikuwa tu anajisemea yake vidudu. Biblia inasema madumadu na tunudu. Kama hicho ndio vidudu vya watu. Lakini neno hili linataka kusema nini? Inataka kuzungumza kusema mwana mpotevu kweli halikuwa aliomba mali yake kwa baba yake. Ni vitu vyenye alijitakia. Akasema anataka aende, hatoke mikono ya baba, aache kuongozewa, aache kumilikiwa. Alikataa uongozi. Wenda babake alikuwa akimuonesha vitu vyenye haviko mroho yake. Akadeklaria akamwambia, papa nipatie vyangu ili niende nijiongoze peke yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Na si inawezekana wenda tushakatembea njia ambazo tunaona sisi peke yetu tunaweza. Sasa kwa mwaka huu wa marejesho, neno hili lilitaka kukukumbusha kwamba Mungu hataki utembee wewe peke yako. Acha uende na wewe kukumbuka kama gisi mwana mpotevu alivyokumbuka. Akajiambia yeye peke ndani mwake, acha arudie tena kwa baba yake kusudi amuongoze na kumtawala. Jina la Bwana libarikiwe. Ni vingi ambavyo tumepoteza. Tulimwomba Mungu, akatubariki, akatupatia vitu vingi, tukatoka tena miguu yake, tukaenda. Wakati tulienda kule, tunaharibikiwa. Hivi tena tulirudia, tuko karibu yake. Sasa, kitu kimoja tumefika. Siri ambayo nimesema, unapasha ujue katika neno hili. Ni kulia na moyo wako. Umwambie Mungu, umwambie Bwana, ewa, muda umeshafika sasa. Tuache kufanya burebele. Kusudi Mungu atubariki, ama kusudi Mungu aturejeshe vile ambavyo vilivyopotea. Ni ushati kwanza sie tujitambue. Ndio kwa maana mchungaji alikuwa akirudilia kwa hiyo neno, anasema, aseme ni sharti identite yetu itengenezewe. Jina la Bwana libarikiwe. Itatengenezewa njia gani? Ni wakati wewe utakubali kwanza. Ujikubali kwanza. Na mimi nilikuwa nilipotea. Mimi nilikuwa mambo yenye haiwezekani. Sasa hivi mimi nataka nirudie kwa baba yangu. Kusudi urudie kwa baba yako, inakubidi moyo wako kwanza ukubali. Nikipanda zaidi sana, utakubali nini? Wakati uko mbele ya baba yako, yule ambaye anakuongoza hapa, kwanza umwitiki. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia ndio inasema tuwakubali wanaotuongoza na tuwaheshimu. Unahitaji baraka, unahitaji marejesho wakati haukubali wanaokuongoza. Kweli Mungu atakurejeshea kweli? Kama yule mwana mpotevu alipata kibali mbele ya macho ya baba yake, ni kwa sababu alikubali tena kurudia. Akanyenyekea akamwambia, baba, mimi sistahili tena kuitwa mtoto wako. Acha basi unifanye na mimi kuwa mfanyakazi wako. Nilipiwe basi hata senti kidogo kama wafanyakazi wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Nampenda baba yake. Akamwambia, hapana mwanangu. Hiyo unasema sio hivyo. Wewe mwanangu, kuja hapa karibu, akakukaribisha. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio kisi ningeona mtu mmoja siku ya leo, ama kwa huyu mwaka kisi umeanza, ujikubali kwanza, useme mimi narudia kwa baba yangu. Utarudia kwa baba yako njia gani? Ni lazima uache kwanza vile wenye uko unafanya vya kumpendeza Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ile tabia yako ya kusemana uiache. Ile tabia yako ya uchoyo, hiyo ya uchoyo ndio danger. Ile tabia yako ya uongo uachane nayo. Kusudi Mungu akukubali tena. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa mwaka huyu ni lazima tujitambue. Kitu ambacho
Ndio maana mie napenda huu mwaka uende kuisha. Napenda huu mwaka uende kuisha. Watu wanione tofauti na kisi wao wananizoea. Amen, amen. Mungu mnamzoea ifani kuwa vile. Hii neno kwangu mimi nawaambia itatenda kazi. Amen. Mtaona mabadiliko. Ndio mtasema kama hii neno haikukuya tu bure. Unajua wakati neno linasemewa kuna mtu linakuwa liko linalenga. Mimi kwa ngambo yangu naona sasa vile ilikuwa inanihusu hii neno. Na ndio kwa maana nilishika maamuzi. Tuache kuwa marebele. Pakwewe watanisaidia leo kushika maamuzi. Amen. Kusudi mjene tufike mbali ni lazima tuitike kwanza kubadilika. Tuitike kwanza kubadilika. Pakwe changement. Ndio nakutana wa Kristo, tuko tu wale kila miaka. Ule kisu ulikuwa mwaka jana na hii mwaka hii neno ndio ilikuwa. Tuone sasa kama tutabadilika. Haleluya. Mungu akubariki. Amen. Acha watusomee Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5. Tuko huu dakika unakuwa mdogo hivi. Sura ya 2 mstari wa 5. Sura ya 2 mstari wa 5. Ulianzaka nayo kusema urejesheni, lazima kwanza ujitambue. Upige moyo wako. Ujue kumlilia Mungu. Umwambie Bwana, nilitembea kinyume na wewe. Umwambie Bwana, mimi sikuwa nakupendeza. Ninaomba tena Bwana uniangalie tena kwa jicho lako. Kusudi unibariki. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu neno letu lilisema itatubariki maisha ya kawaida na kutubariki maisha ya kiroho. Haleluya. Aseme ukumbuke watu ulipoanguka. Kisha tena ushimame. Utubu, umuombe Mungu msamaha, umuombe Mungu rehema kusudi akurejeshe. Mungu atakurejeshea wakati unajikumbuka kwanza. Problemu iko wapi? Ni wakati yenyewe tunajikutanaka tuko tu wale. Ujiangalie tu tena niko na kuomba. Ujiangalie mwaka jana. Tunaingia hivi mwezi wa 2 kesho. Eske bako chenye ushabadilisha kwanza wewe? Juu Mungu akubariki ama Mungu akurejeshe. Wewe bako yenye ushabadilisha. Siri yangu na Mungu wangu mimi bako chenye nishabadilisha. Amen. Na hiki kitu chenye nilibadilisha na imani na kingine nabadilisha. Na ndio Mungu atafika na nirejeshe. Haleluya. Kama na wewe uko samie, ujaribu kuangalia wapi kwenye ulikoseaka kusudi Mungu akurejeshe na wewe. Tusikitu sawa Mungu ataturejeshea. Tunataka kumlaumu Mungu kwa nini? Wakati sie ndio wenye tukumbuki kwa tuliangukiaka. Kama Mungu iko juu ya kutusamehe, lakini ni lazima kwanza tujitambue kwanza sie. Tujue kushuka. Ndio kwa maana napenda revelation ya mama pastor huu mwaka. Kidogo tu ni kama tu vile alielewa hili neno. Maombi ishaanguka tayari. Tukisikia na hili neno la Yoeli ndio linasema. Na andiko yetu ya mwaka ni mkitabu cha Yoeli. Mungu anasema mumrudilie yeye. Yeye sio mwepesi wa hasira. Iko na nyingi za rehema kwake. Muyo Yoeli ndio anasema muombe na kusali. Na ndio kwa maana huu mwaka nitakuwa mtu wa maombi sana. Naomba msinipunguzie mwendo, mie kwanza nitakuwa kielelezo. Kwa hiyo acha neno mdogo ili nibaki kwa ula kwetu. Mungu awabariki.